yako mambo muhimu ambayo ningependa niyasisitize yaliyofanyika. La kwanza, penda niwakumbushe kwamba mkutano mkuu wa wakuu wa nchi umemalizika, lakini shughuli ndio zimeanza. Sisi ni wenye viti ni Tanzania, Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli ambaye anastahili sifa zote za mafanikio haya kwa kutusimamia, kutuongoza, kutuhimiza na kutia moyo mpaka mkutano huu umefanikiwa, na yeye mwenyewe kutoa hotuba, very powerful speech ambayo dunia nzima waliisikia kupitia DSTV, kwa sababu DSTV kwa mara ya kwanza walidedicate channel kabisa dunia nzima. Kwa tumeshapata, na nyinyi hakika mmepata feedback dunia nzima. Kwa tuna mwaka mzima mpaka tutakapoikabidhi Msumbiji mwakani mwezi Agosti, na kuanzia sasa mpaka Agosti mwakani patakuwa na shughuli mbalimbali zinazofanyika na takribani mikutano isiyopungua 30 ya kisekta. Sekta zitaanza kukutana hapa Tanzania, na baadaye mwakani tutakapomaliza wakabidhi wanaofuata. Kwa la kwanza ambayo tunasimamia kwa nguvu zote katika mwaka huu ni ile dhima yetu, ile dhimu yetu ambayo sisi Tanzania tumeichagua. Kwa Kiingereza inaitwa A Conducive Environment for Inclusive and Sustainable Industrial Development, Increased Intertrade and Job Creation. Na dhimu hii Tanzania hatukuichagua kwa makosa. Mheshimiwa Rais hakuichagua kwa makosa. Ni lile nililosema. Tunatambua kabisa ni lazima tuwe na mazingira wezeshi na shirikishi. Kwa lengo gani? Kwa lengo la kuwa na mkakati wa viwanda endelevu. Ili ifanye nini? Ili tusaidie kutengeneza bidhaa ambazo zitaongeza biashara kati yetu. Na kwa kutengeneza bidhaa zitakazoongeza biashara kati ya nchi zetu hizi, itachochea pia mahitaji ya watu kufanya kazi na hivyo kuongeza ajira. Kwa katika mwaka huu Tanzania itahakikisha dhimu hii au dhima hii au kauli mbiu hii tunaisimamia ili itekelezwe, ikiwa ni pamoja na mkakati wa SADC wa viwanda. Kwa hiyo kati ya sasa shughuli zifuatazo zitafanyika. Moja ni kutengeneza mkakati au mpango kazi wa kila nchi utakaosaidia kutekeleza kauli mbiu hii. Lakini mbili ni kutambua au kubaini au kubainisha miradi ya viwanda na uwekezaji ambayo inaweza kuwa mfano kwa nchi nyingine pia kuitumia. Tuonyeshe, tu showcase ni nini tunacho. Na wakati wa maonesho ya viwanda, na hakika nyinyi mliotembelea, yalipangwa vizuri sana. Wale mliotembelea cluster ya viwanda vya kutengeneza dawa, nina hakika hamkuamini kwamba tuna idadi ile ya viwanda vya kutengeneza dawa hapa Tanzania. Na nisivitaje vingine ili nikaonekana na vifanyia advertisement, lakini viko na vingine vimeanza siku nyingi sana. Wote mkipita humu ndani ya jengo hili kuna hizi sanitizer hizi unabonyeza afu unanawa ili zote hizi ni za Tanzania. Hasikuagizwa nje. Na anayezitengeneza naye alionyesha pale na aliweka bidhaa zake pale. Lakini pia tulimuona mwekezaji mmoja Mtanzania kwenye EPZ, kampuni ya Tanzania ambayo inatengeneza hizi kadi hizi kadi za ATM hizi. Na yenyewe nchi nyingine kwetu hapa katika nchi za SADC wao wanachokiweka ni haka tu, lakini Tanzania tuna uwezo wa kutengeneza kadi yote. Na kwa sababu walikuwa na sehemu ndogo ya maonesho, naamini waandishi wa habari wengi mnaweza kuwa pale mahali walipita, kwa sababu hawakuwa na sehemu kubwa, lakini wanatengeneza kadi yote na material yote wanayotumia kutengeneza hizi kadi ni ya hapa Tanzania. Lakini mliotembelea ile eneo waliokuonyesha viatu, wawe ni magereza, wawe hawa wa Kigamboni, wawe wale wa huku kama unakwenda
Tegeta hapa kwenye daraja panaitwa nini hapa, Tangibovu, mliona bidhaa za viatu hali ya juu, na wale wa kutoka gereza Karanga kule Moshi mliona bidhaa, vyakula vilivyokaushwa na kupakiwa kutoka Zanzibar Sasa vitu hivyo ndio itakuwa kazi yetu kubwa, kuhakikisha kwamba katika kipindi hiki tunaonyesha vitu vile, ili tutakapomaliza mwenyekiti wetu tuwe na vitu vya kuonyesha au vya kutolea taarifa jinsi gani tumetekeleza hiyo dhima na kwa kiasi gani tumeweza kuongeza biashara kati yetu. Takwimu zimeonyesha tunauza zaidi Afrika ya Kusini kuliko tunavyonunua, ingawa tunauza zaidi malighafi. Sasa ni kuziongeza zile malighafi thamani ili tuuze zaidi, lakini vitu tulivyonunua Afrika ya Kusini vyenye ubora ule ule kama ambavyo tungeagiza nje, imetusaidia moja, kubakiza fedha ya mzunguko katika eneo letu, lakini pia tumevinunua kwa bei chini zaidi kuliko tungeviagiza nje. Kwa hilo ni moja ambayo tungependa muendelee nalo katika mwaka huu. Shughuli za SADC hazijaisha ndani ya mwaka huu, na nitashukuru sana waandishi wa habari wenzangu, tuendelee kuandika makala, tuendelee kuandika habari, tuendelee kufuatilia utekelezaji, tuwaeleze wananchi waielewe hii kauli mbiu, maana yake, faida yake, na ni vitu gani Tanzania inavyo vinavyoonyesha ni jinsi gani kauli mbiu hiyo tunaitekeleza. La pili ambalo tumefanikiwa na halikuwa rahisi, tuambiane, haikuwa rahisi, na safari hii hatukutoa pesa, hatukuingia tena kwamba gharimieni, SADC yenyewe itagharimia. Swala la kukifanya Kiswahili kuwa lugha ya 4 rasmi ya matumizi katika mikutano ya wakuu wa nchi na baraza la mawaziri la SADC halikuwa jambo rahisi, na sasa Kiswahili kimekubalika kuwa lugha rasmi ya 4 ya SADC baada ya Kiingereza, Kifaransa na Kireno. Na jitihada hizi au maombi haya au msukumo huu wa Tanzania, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kiswahili kikubaliwe kuwa lugha rasmi ya 4 ya matumizi katika SADC, tulianza katika mkutano wa mawaziri uliofanyika Machi mwaka huu kule Windhoek, Namibia. Na pale tulipambana sio na upinzani, tulipambana na kutokuelewa kwa nini Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inataka Kiswahili kiwe lugha rasmi, kwa sababu wako walioichukulia Kiswahili kuwa ni lugha ya kikabila, na huwezi kuwalaumu. Wanasema kama ni lugha, mbona kuna lugha nyingine za Kiafrika ndani ya jumuiya? Je, na zenyewe ziwe lugha rasmi kwa sababu ya kukidharau Kiswahili? Kama alivyosema Mheshimiwa Rais Ramaphosa, Afrika ya Kusini wana lugha rasmi 11. Na nalisema hili ili muone, najua wakati mwingine unayekikuta kitu hukithamini, aliyekihangaikia anakithamini. Hali hii ya kuepuka kuwa na lugha nyingi, Kiingereza kuwa lugha ya taifa Tanzania, ni matokeo ya jitihada za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mara baada ya uhuru, Kiswahili kikiwa na msamiati bado finyu, kusimama kidete kukifanya Kiswahili kuwa lugha ya taifa. Na Richard Mgaza yuko hapa, hawa wamesoma shule ya msingi Kiingereza. Maamuzi ya Mwalimu Richard kukifanya Kiswahili kuwa ndio lugha ya kufundishia shule za msingi, ililaumiwa, ilishutumiwa kwamba inaua elimu ya Tanzania, lakini ndio imejenga utaifa wa hawa. Hawajui Kiingereza kizuri, lakini wanajua Kiswahili na ni Watanzania.
Mwalimu asingefanya hivyo, hawa wangejua Kiswahili, wangejua Kiingereza, wangebaki ni Wasukuma, wangebaki ni Wanyamwezi, wangebaki ni Wamakonde, wangebaki ni Wamakua, wangebaki ni Wazaramo. Lakini leo hawa sio Wamakonde, sio Wamakua, sio Wazaramo, sio Wanyakwisa, sio Wamwera, sio Wangindo, sio Wamatumbi, kwa sababu shule ya msingi darasa la kwanza mpaka la 7 wote, ukiondoa hizi English medium zilizokuja, Kiswahili. Na watu wanadhani elimu ya msingi haikuwa ya Kiswahili, hao wamesoma Kiingereza, ndio maana mpaka leo English yao iko ya wakati huo. Lakini hakuna taarifa lilishopoteza, baada yake limefaidika, kwamba leo lina Watanzania ambao wana lugha moja. Nchi nyingine zina lugha ngapi za taifa? 11. Na wao hatuwacheki wala hatuwabezi wala hatuwakogi. Nachotaka kuwaonyesha ni faida ya maamuzi yanapochukuliwa mapema taifa linapozaliwa. Na nani alifanya hivyo? Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ndio maana ni kiongozi mkubwa kuliko kiongozi yoyote wa Afrika. Hao walikuwa nashangaa, hasa wenye Kiswahili mbona hawakosea? Lakini ni nini kiliwafanya tuwashawishi baada ya kuwa tumeandika ile concept note? Hasa sijui Kiswahili chake ni nini. Moja kubwa, na ndio ilikuwa sababu kubwa, tuliwaambia Kiswahili sio lugha ya Kibantu tu, lugha za Kibantu ziko nyingi. Ingawa Kijaluo sio Kibantu na Kimasai sio Kibantu, lakini lugha za Kibantu nyingi. Tukasema hii ni lugha ya ukombozi, na hilo ningependa msisitize. Tunaendelea sana Kiswahili lugha ya Kibantu. Lugha za Kibantu ziko nyingi. Kinachokitofautisha Kiswahili na lugha nyingine za Kibantu, Kiswahili ni lugha ya ukombozi. Na kwa sababu Kiswahili hakinasabishwi na kabila, ndio lugha pekee yenye sifa ya kuwa lugha ya Waafrika wote. Na miongoni mwa watu wanaokipigia chapuo Kiswahili, nikiwaambia leo mtashangaa, ni Profesa Wole Soyinka, yule wa Nigeria. Kiswahili ndio lugha pekee ambayo haina, kwa sababu watu wakisema wanasema lugha ya pwani. Pwani Kiswahili kina lahaja 12. Zanzibar peke yake ina lahaja 4. Nazoweza kuzitaja kwa haraka. Kuna Kipemba, kuna Kimakunduchi, kuna Kitumbatu, sijui na nini. Lakini hata huko bara kuna Kimtangata. Lakini Kongo kuna Kingwana. Kenya kuna Kiamu, kuna Kilamu, kuna Kimvita. Komoro kuna Kingazija. Kwa bado Kiswahili hiki sanifu ndio lugha pekee yenye sifa ya kuwa lugha ya Waafrika wote, na mwenye jukumu la kufanya hivyo ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini nini udhaifu wetu? Udhaifu wetu wa Tanzania, tunadhani sisi peke yetu ndio tunaohodhi Kiswahili, na matokeo yake kila Kiswahili kinapopanuka, wanaokwenda kufanya kazi zinazohusu Kiswahili, ambao wamejiandaa na wamejua Kiswahili leo ni bidhaa kubwa duniani, ni nchi ya jirani yetu kaskazini mashariki na nchi jirani yetu kwa upande wa magharibi. Na labda nizitaje leo hii nchi ambazo zinapeleka walimu wengi wa Kiswahili, wataalamu wengi wa Kiswahili ni Kenya na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watanzania tumepweteka, tunasubiri. Na hili sio jukumu la serikali. Jukumu la serikali ni kukifanya Kiswahili kikubalike, kitambulike. Baada ya hapo ni kila Mtanzania kuchangamka. Leo hii walimu wanaofundisha Kiswahili wengi Ulaya na Marekani ni watu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutoka Kenya. Na Watanzania wachache walioko kule hawaji kuwatafuta ndugu zao ili na wao wachukue wawapeleke huko. Tusipochangamka, Kiswahili hiki ambacho kimeingia SADC,
atakayefaidika ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu anazungumza Kiswahili na Kifaransa. Atakayefaidika ni Makonde wa kaskazini na Makua wa kaskazini ya Msumbiji, kwa sababu anazungumza Kiswahili na Kireno. Na serikali haiwezi kuja kulazimisha ujifunze Kireno na Kiswahili. Punda unaweza kumswaga mpaka kisimani, lakini huwezi kumlazimisha kufanya nini? Kunywa maji. Serikali haiwezi kukufanya wewe uamke kesho asubuhi unafahamu Kifaransa. Nataka kusema nini? Huu ni wakati wa Watanzania, wataalamu wa Kiswahili, kujifunza Kifaransa na Kireno, ili kesho na kesho kutwa ndani ya SADC tusilalamike, mbona wakalimani ni watu kutoka Msumbiji. Ndio Kiswahili sio chetu tu, wao Kiswahili wanakimanya na Kireno wanakimanya. Tusilalamike, mbona ni Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo tu. Ndio wao Kiswahili wanakimudu na Kifaransa wanakimudu. Sisi nauliza sisi. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, huu ni wakati wa kujipanga, tutumie fursa ya Kiswahili, lakini ili tuweze kuwa wafaidika wa Kiswahili, sasa tutie juhudi kujifunza Kiswahili na lugha nyingine za kigeni, na hasa Kifaransa na Kireno. Katika Umoja wa Afrika, Kiarabu, na taasisi hizo zipo. Kwa hivyo hili la Kiswahili tumefanikiwa, lakini ndio kwanza kazi imeanza. Kama kweli sisi tunahitaji au tuko tayari kufaidika na Kiswahili, ama sivyo tutabaki kuwa watazamaji. Tutapongezana na ni vizuri tupongezane, maana maamuzi haya hayakuwa madogo. Maamuzi ya kufanya Kiswahili kuwa lugha rasmi ya 4 ya SADC hapa Dar es Salaam ni mafanikio makubwa sana, na sio tu hapa Dar es Salaam. Katika mwaka wa 20 toka baba wa taifa hili, msimamizi na mtetezi mkubwa wa lugha ya Kiswahili, ambaye yeye mwenyewe amekiinua Kiswahili na kuifanya kuwa lugha sio tu lugha ya mazungumzo, kuwa lugha ya taaluma, kuwa lugha ya sayansi, kuwa lugha ya teknolojia, lakini hata kuwaonyesha watu kwamba unaweza ukatafsiri vitabu vya William Shakespeare, Julius Caesar, Julius Caesari, The Merchant of Venice, Barbarian of Venice kwenye Kiswahili, na yeye mwenyewe akiwa ni mshairi mahiri. Imepata heshima katika mwaka wake wa 20 toka alipoiaga dunia hii, ingawa yu hai na anaendelea kuliongoza taifa hili. Hiyo ni sifa kubwa sana, lakini kikubwa ndugu zangu, tujipange. Tusipojipanga, bidhaa hii ya Kiswahili, tusije mbele ya safari tukaanza tena kulaumiana, mbona tu ni watu wa Msumbiji, mbona tu ni watu wa Kongo. Nimewapa siri, na katika kusini mwa Afrika mshindani wetu wa Kiswahili sio Kenya. Niwaambie kwa macho meupe kabisa, mchana kweupe, mshindani wetu mkubwa katika soko la SADC kuhusu Kiswahili sio Kenya, ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wengi hamfahamu, kuanzia Goma mpaka Lubumbashi ni wazungumzaji wa Kiswahili.